Bwana Yesu asifiwe, wapenzi watazamaji wa Ukonga SDA YouTube channel. Tumerudi tena kwa mara nyingine kwa somo la juma la pili la lesoni hii ya vijana miaka 19 mpaka 35 ya Bobea Andikoni ama Inverse. Na mwenyekiti wenu leo naitwa James Kejo na nimeambatana na mwenzangu Deborah Nyakega. Kwa pamoja tutakuwa nanyi katika somo la wiki hii. Tulikuwa pamoja wiki iliyopita na wiki hii ya pili basi tutakuwa pamoja. Somo la leo kichwa kinasema Climbing Mars Hill kwa Kiingereza, na kwa Kiswahili Deborah linasema kupanda Areopago. Hiyo Areopago kwa lugha nyingine ndio Mars Hill hiyo ya Kiingereza. Tutaenda kumwangalia mtu mmoja hapo mbeleni, tutamfahamu kwenye kisa hiki cha leo. Lakini kabla ya yote basi niwaalike tuweze kuwa na ombi la ufunguzi kutoka kwa dada Deborah. Karibu. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa kutupatia nafasi nyingine tena kwa ajili ya mjadala wa lesoni yetu. Tunaomba ukaongoze mjadala huu, tukazidi kukuona wewe na tukazidi kujifunza katika safari yetu ya imani. Lakini pia hata wale ambao watakuwa wakitufuatilia, Mungu wa mbinguni, ukaseme nao ili wakaweze kukuelewa kupitia watumishi wako. Tunaamini kwamba utatenda hayo sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kupanda Areopago, katika somo hili la juma la pili tunaenda kumwangalia nani, dada Deborah? Okay, katika somo hili la pili tunaenda kumwangalia zaidi Mtume Paulo. Na tupatie habari za Mtume Paulo katika kitabu cha Matendo 17 kama utatusomea. Matendo sura ya 17 utasoma mstari wa kwanza. Tutaenda mpaka mstari wa 34. Kwa hiyo naomba wapenzi watazamaji, tunataka tupate muktadha wa somo hili. Nadhani kaka James nianzie mstari ule wa 16. Karibu. Okay. Matendo 17 mstari wa 16. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Na baadhi ya Waepikureo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye. Wengine wakasema, mpuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Wakamshika, wakamchukua Areopago wakisema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayoinena? Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu. Tutapenda kujua basi maana ya mambo haya. Kwa maana Waathene na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Mungu aliyofanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa, wakamwone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni,
bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka, wengine wakasema, tutakusikiliza tena katika habari hiyo. Basi hivi Paulo akaondoka akawaacha. Baadhi ya watu wakashikamana naye wakaamini. Katika hao walikuwamo Dionisio Mwareopago na mwanamke mmoja jina lake Damari na watu wengine pamoja na hao. Amen, amen. Mpenzi mtazamaji, nadhani kwa kisa hiki kifupi tulichokisoma utakuwa umepata muktadha wa kile ambacho tunaenda kukiangalia. Leo tutamzungumzia Paulo akiwa na Waathene na akisimama Areopago kwa ajili ya kumtetea Mungu na kuwaonyesha wale watu ambao wanamwabudu Mungu asiyejulikana Mungu wa kweli ni yupi. Sasa Debora, katika kisa hiki cha Paulo na namna ambavyo aliweza kuzungumza na hawa watu ambao wanaabudu miungu mingine tofauti na Mungu wa mbinguni, wanaabudu sanamu na wana tamaduni tofauti kabisa wa kiibada, ilikuwaje wanampatia nafasi Paulo ya kuweza kuzungumza nao kwa habari ya Mungu, hasa yule ambaye wao hawamjui? Asante kaka James. Kwanza kabisa niseme approach aliyotumia Paulo ili wamotivate wale watu kumsikiliza, kwa sababu Paulo alikwenda kwao akiwa anajua habari za Mungu tunayemwabudu, na alikwenda kwao akiwa anajua tamaduni zao kwamba wanaabudu miungu. Ameona jinsi wametengeneza madhabahu and so ameona jinsi gani wale watu ni watu wa dini sana, yani watu wa kutafakari sana mambo yao ya dini. Lakini Paulo hakuanza kuwakejeli. Pamoja na kujua yote hayo kwamba these people are worshiping nothing, hakutaka kuonesha ile kwamba wanachokifanya si sahihi. Aliwaendea kwa taratibu, akawaeleza kwamba nimesikia habari zenu kuhusu Mungu huyo ambaye Mungu asiyejulikana. Sasa so mimi nataka niwape habari za Mungu anayejulikana, Mungu ambaye tunamwabudu. Kwa hiyo nadhani walimsikiliza Paulo kwa jinsi ambavyo aliwaendea. Hakutaka kuonesha dharau, hakutaka kuonesha yeye ni mjuaji, alienda kwa unyenyekevu kwao, ikawapa wao motisha ya kutaka kumsikiliza kuhusu hicho alichokuwa nacho. Amina. Kuna maneno mawili yako familia sana nimeyakumbuka hapa. Heshimu watu, ishi na watu vizuri. Salimia watu na lingine umeniongezea. Sasa Paulo kama tutumie terminology apologist au mwana Areopago ambaye kwa lugha nyingine anatetea Mungu na kuwaonyesha watu kwa nini anaamini kile ambacho anakiamini, ndio tunaenda kumwangalia hapa. Kuna njia kadhaa kama ambazo umezielezea mpaka zikamfanikisha aweze kuwafikia watu. Amezitumia na mpaka wakakubali kumsikiliza, ili hali alikuwa na imani tofauti kabisa na wao. Sasa tuwazungumzie watu wa Athens ambao Paulo alikuwa anazungumza nao. Ni watu wa aina gani, ili mpenzi mtazamaji apate picha kile ambacho Paulo alikuwa anakutana nacho, ama alikuwa yupo kwenye mazingira gani ya kuweza kueneza Injili. Ni watu wa aina gani, wanaishije, tamaduni zao labda na mambo mengine. Ni watu wa aina gani watu wa Athens? Okay, kwa ufupi kabisa kaka James, watu wa Athens kwanza walikuwa watu civilized. Na walikuwa pamoja na kwamba walichokuwa wanakiamini au walikuwa wanaamini kwa Mungu asiyejulikana, walikuwa wako focused sana na Mungu wao. Yaani hata madhabahu walikuwa wamejenga, namna walivyokuwa wanafuatilia zile taratibu zao za dini, zilikuwa zinaonesha jinsi gani wako dedicated kuhusiana na miungu ambayo wanaiamini. Amen. Kwa hao ndio watu wa Athens. Walikuwa wako wasomi, wana filosofia, wana falsafa, wazuri. Sasa Paulo alikuwa anamtambulisha Yesu kama Mungu ambaye anajulikana kwa watu ambao wanaabudu Mungu ambaye asiyejulikana. Na kwa nini walikuwa wanasema kwa Mungu asiyejulikana? Hiyo madhabahu chanzo chake ni kwamba walikuwa wana miungu mingi sana kiasi kwamba
ili kujiepusha wao wasikosee miungu ambayo hawaijui, hawaitaki na hawaijui, wakatengeneza madhabahu wakaziita kwa Mungu asiyejulikana ili wazitolee sadaka. Yaani kwamba bwana, we Mungu ambaye hatukujui, kokote ulipo pokea tulicho nacho, tusije tukakukwaza, tusije tukakukosea. Kwa hiyo walitengeneza madhabahu wanatoa sadaka kwa Mungu asiyejulikana ili zije katokea mambo yao akakwama, kwa sababu tu kuna Mungu alikuwa walikosea hapo. Yes, na Paulo nadhani alitumia hiyo sehemu vizuri kuwaingilia katika kuwapa hayo mafundisho ya kwamba yeye anamfahamu Mungu kwa kweli na Mungu wa mbinguni. Kulikuwa kuna mitazamo gani ya kiimani kwa watu ambao Paulo alikuwa anazungumza nao? Walikuwa na falsafa gani za kiimani? Okay, asante. Hawa watu naona walikuwa wamegawanyika katika makundi makuu mawili. Kwa hiyo makundi hayo au falsafa hizo ni Epicureanism, ambao hawa waliamini kwamba miungu iko mbali na hawajishughulishi au hawahusiki na mambo ya wanadamu. Lakini falsafa nyingine walikuwa wa Stoics. Hawa wao waliamini kwenye sheria za asili na walijikuta wakiishi katika maadili ili kutii zile sheria za asili ambazo walihisi wakiziviolate zitawaletea matatizo. Amen. Kwa hiyo ndo makundi mawili ya kifalsafa ambayo Paulo ilibidi akutane nayo. Na Paulo alitoa mada ambazo zilikuwa zinapingana na makundi haya kwa namna ya kuonyesha kwamba mitazamo ya falsafa hizo sio sahihi na mtazamo sahihi ni huu. Mfano, hawa watu ambao walikuwa wao wanaamini miungu iko mbali, hawa Epicureanism, falsafa ya Epicureanism, walikuwa wanaamini Mungu yuko mbali, ila Paulo anawaambia Mungu yupo karibu na sisi. Kwa hiyo anajishughulisha na mambo ya watu. Kwa hiyo anaonyesha hilo sio sahihi. Lakini Stoics wao hawaamini juu ya Mungu, wanaamini juu ya sheria za asili ambazo zipo tu, ukizipinga basi unaweza ukapatwa na jambo ambalo sio zuri. Ila Paulo anawaonyesha kwamba Mungu wa mbinguni ndio muumba wa mbingu na nchi. Kwa hiyo hata hiyo sheria za asili wanazoziamini ama nature, muumbaji wake yupo na ni Mungu wa mbinguni. Na elimu ziko za aina nyingi duniani, wanafilosofia ni wengi na watu wenye elimu ni wengi, ambao wengi atheist ama ambao hawamwamini Mungu ni wasomi, lakini wana mitazamo yao ambayo wao wanaamini Mungu hayupo. Tusomee fungu la Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8 mpaka wa 10. Tuone Mungu anataka kutuambia nini kuhusu elimu ya kidunia ambayo ipo na namna ambavyo sisi tunatakiwa tuwe makini na kuenenda katika imani. Wakolosai 2 fungu la 8 mpaka la 10. Naam, nasemaje? Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Amen. Tumetimilika kwa yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka, yaani Kristo. Na kuwapa muktadha mzuri wa kinachoongelewa hapa na falsafa kwa watazamaji, ile fungu kwa Kiingereza mstari wa 8 nitasoma, inasema, nasoma Biblia ya New King James Version. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit. Kwa hiyo tuwe makini watu wasidanganye kupitia falsafa, philosophy, kama hawa falsafa ya Epicureanism pamoja na falsafa ya Stoicism ambazo walikuwa nazo juu ya miungu na mambo ya asili ambazo hazikuwa sahihi. Kwa Paulo aliwaonyesha kweli Mungu aliyejulikana. Sasa mwisho wa effort aliyoifanya Paulo, kama tungeita effort ya hubiri alilolitoa, watu walioambatana nayo walikuwa ni wachache, akiwemo Damari na mwanaume mmoja hivi anaitwa Dionisio. Kwa nini Dionisio? Jamani, watu wana majina. Kwa nini matokeo haya, kama tukipima kwa idadi ya walioongolewa, inaonekana ni wachache? Nini ilikuwa changamoto? Okay, changamoto kubwa ya matokeo haya ambayo sisi tunaona ni uchache ilikuwa ni kiburi
cha akili na hekima ambacho hawa watu wa Athene walikuwa nacho. Yeah. Amina. Walijiona wanajua sana. Yes, wameelimika. Na kama tutamwendea Mungu tukiwa na hiyo hali ya kiburi, kujiona tumeelimika au kujiona sisi ni watu fulani, hatutapata yale maarifa ambayo Mungu mwenyewe ndo anaweza kutupatia. Amen. Kuna viburi vya aina nyingi. Kuna msemo unasema maskini jeuri kwa tajiri si inakuaje. Lakini kama ungepata nafasi ya kwenda kuhubiri injili kwa watu wa niseme top class kielimu ama watu wenye mali, ni watu fulani wenye hadhi tofauti na wengine, na kwa isivyo bahati kuna wakati wanajiona wana kiburi cha uzima, labda nitumie lugha hiyo. Unatakiwa uwe na mtazamo gani unapoenda kumtangaza Yesu katika mazingira kama haya? Okay, kwanza kitu kikubwa unachotakiwa kufahamu, hii kazi hatuko wenyewe. Hii kazi ni ya Mungu na tunaifanya pamoja na Mungu. Kwa kama utaenda kwenye jamii au tabaka ambalo wanaonekana not approachable, tuwe tu na hiyo mantiki kwamba tuko na Mungu. So tuende tufanye kile ambacho Roho anatuongoza kufanya. Kwa hata kama itaonekana kupokelewa kwake ni sio kwa uchanya, kwa sababu wengi tunapenda nikiwa naongea na mtu au nikiwa namuelezea mtu kitu fulani anionyeshe ile positive response. Ndivyo tulivyo. Sasa inapokuja swala kama hili la kuapproach watu wenye matabaka kama hayo, inabidi tufanye ile kazi ambayo tumetumwa kwenda kufanya, na the rest tumwachie Mungu, kwa sababu mwisho wa siku Mungu ataongoza na Mungu ataokoa. Amen. The rest tumwachie Mungu. Hivyo ndugu mpenzi mtazamaji, kama Paulo tutakapokuwa tumesimama kwenye majukwaa ya kutetea imani, tuhakikishe tunamwakilisha Mungu kwa hekima yote, kwa unyenyekevu wote na kwa upole wote. Na tukumbuke ya kwamba imani zetu haziongozwi katika msingi wa falsafa ama elimu za kidunia. Msingi wetu ni Kristo aliye juu ya falsafa zote na mafundisho yote. Mungu akubariki unapokuwa unaendelea kutufuatilia na kufuatilia masomo ya Bobea Andikoni, tukiwepo pamoja nanyi katika jukwaa hili la Ukonga SDA Church YouTube channel. Kwa kufunga, dada Deborah tupatie ombi la kuhitimisha. Tuombe. Asante Mungu wa mbinguni kwa kipindi hiki kizuri. Tunaamini kwamba utatuongoza kuyaelewa yale ambayo tumeyawasilisha, lakini hata wale ambao wanatufuatilia pia, Mungu wa mbinguni, utanena nao ili wakaweze kukuona wewe. Patia nguvu ya kuzidi kuendelea kudumu katika kazi yako na kuzidi kuwavuta wengine zaidi kwako. Tunaamini utatenda hayo sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.